Langu naitwa Eric Soko, ni afisa mhifadhi mambo ya kale katika hifadhi ya urithi wa dunia Kilwa Kisiwani na Songo Mnara. Historia fupi ya mji maarufu Kilwa Kisiwani na Songo Mnara inaanzia takriban karne ya 9 ambapo wageni kwa mara ya kwanza hawa walikuja katika mji huo kwa ajili ya kuweza kuimarisha shughuli zao za kibiashara. Kwa hiyo walipofika waliwakuta wenyeji katika eneo hilo wakiwa jamii au kabila la Wamwera wakiongozwa na sultani au chifu Nguo Nyingi. Huyo aliweza kuongoza jamii yake na kuiweka katika hali nzuri. Hawa wageni walipofika katika eneo hilo la Kilwa Kisiwani waliweza kupahitaji na hivi walichukua maamuzi ya kufanya mazungumzo na mtawala huyo na hatimaye huyo mtawala akakubali kuondoka katika hilo eneo kwa fidia ya kupewa nguo. Kwa hiyo mara baada ya kupewa hizo nguo, yeye aliondoka, aliachia eneo la kisiwa na hatimaye alielekea upande wa bara. Na ndio maana tunaona sasa jamii ya Wamwera wakiwa wamejaa zaidi upande wa eneo la bara. Karne ya 19, Sultani Baragash akiwa anatawala Zanzibar aliweza pia kuja kujenga kasri au kwa Kiingereza wanaita palace au kwa Kiswahili wanaita kasri, jengo kubwa kwa ajili ya makazi ya mfalme au sultani. Kwa hiyo alilijenga hapo na hivi kuweza kuhamisha makazi yake pia kuyapeleka wapi? Kilwa Kisiwani. Kwa hiyo aliweza pia kutawala Zanzibar, kutawala na maeneo mengine hata Oman, Muscat, kwa sababu sultani wa Zanzibar ndiye alikuwa akitawala mpaka huko Oman kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa yeye kuja kufanya makazi yake hapa katika eneo hili la Kilwa Kisiwani kulifanya Kilwa Kisiwani iwe maarufu zaidi, hususani ikihusiana na maeneo ya nchi za Uarabuni, kwa sababu mkuu wa nchi alipofika kuishi hapa, huyo Sultani Baragash aliweza kupandisha pia hadhi na hivi kujenga mahusiano makubwa na Zanzibar pamoja na huko nchi za Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kutokana na historia hii kubwa pamoja na hiyo karne hiyo ya kati ya karne ya 14 mpaka karne ya 19, tunaona pia sambamba na hii Kilwa Kisiwani na Songo Mnara tuliweza pia kuwa na biashara ya watumwa. Biashara ya watumwa ambayo watumwa walikuwa wakitoka maeneo ya bara na kuletwa maeneo ya pwani na hatimaye kusafirishwa kupelekwa katika visiwa vya Mauritius, Reunion na kadhalika. Sasa hiyo ilipelekea pia kukua kwa mji wa kihistoria wa Kilwa Kivinje. Kwa hiyo mji wa Kilwa Kivinje ni maarufu sana kwa biashara ya watumwa, hususan katika njia ya watumwa kusini mwa nchi yetu. Na njia hiyo ilikuwa ikianzia upande wa nchi ya Malawi, ilikuwa ikipitia Msumbiji. Kwa upande wa Tanzania ilipita katika mkoa wa Ruvuma, hususan wilaya ya Tunduru, na hiyo njia ilikuwa inafika mpaka maeneo ya Masasi na hatimaye kwenda pale kulikuwa na njia panda. Ipo ile ambayo ilikuwa inaelekea Mikindani Mtwara, na pale kuna ngome kubwa utaikuta pale Mikindani ambayo pia ilikuwa ni sehemu ya pia na sehemu ya soko la watumwa, biashara ya watumwa. Lakini soko kubwa lilikuwa hapa Kilwa. Kwa hiyo kutoka Masasi wilaya ya Mtwara kulikuwa na njia pia ilikuwa inakuja moja kwa moja mpaka eneo la mji wa kihistoria wa Kilwa Kivinje. Na hiyo njia ipo na hivi ukifika Kilwa Kivinje pia utakuta kuna soko kubwa katika mji ule. Sasa hivi linatumika kwa matumizi kama soko la kawaida, soko la vyakula. Lakini kwa wakati huo lilikuwa soko la watumwa. Kwa hiyo hii ni historia ambayo inaunganika katika eneo hili la mji katika eneo hili la Malikale la urithi wa dunia la Kilwa Kisiwani na Songo Mnara, lakini pia ikiwa inahusiana na maeneo mengine pembeni yake kama vile Kilwa Kivinje. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Watanzania na wale ambao si Watanzania kuja kutembelea katika eneo hili la hifadhi
ya urithi wa dunia Kilwa Kisiwani na Songo Mnara ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali. Mimi naitwa afisa utalii Lembolos Ngengea, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA. Leo tuko katika viwanja hivi vya Windini hapa jijini Mbeya kwa ajili ya kutangaza vivutio vya utalii, lakini pia kujulisha umma kuhusiana na fursa mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA. Leo hii niko hapa kwa ajili ya kutangaza eneo la Kilwa Kisiwani na Songo Mnara. Eneo hili lilipo chini ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA. Na katika eneo hili unapata historia ya majengo ya kale ambayo yako pale, magofu ya kale ambayo yako katika kisiwa hicho cha Kilwa. Eneo hilo pia vivutio vya utalii ambazo unaweza kaona kwa haraka katika eneo hilo. Mmoja wapo ni magofu ambayo yako pale ya kihistoria kuanzia karne ya 9 mpaka leo. Kuna ngome ya Mreno, lakini tuna msikiti mkuu, tuna yale maeneo mengine ambayo yanakuwa na historia ya kale. Lakini vivutio vya utalii moja wapo ni hizo magofu ya kale, ndio primary au ndio tunasema ni core tourism attraction ambayo iko pale. Lakini unaweza kaona ndege mbalimbali wanaopatikana katika eneo hilo, lakini ukapata kuona shughuli za jamii ambazo zinafanyika pale. Kuna jamii inaishi pale Kilwa Kisiwani na Songo Mnara, lakini pia utalii wa baharini. Utalii wa baharini kwa maana ya kuweza kufanya beach, fukwe, katika fukwe nzuri sana katika eneo la Kisiwani Kilwa. Lakini pia unaweza ukafanya ukatembea na boti yetu ya kisasa ambayo tumenunua boti ya kisasa kabisa ambayo tunaita bottom glass boat, ambayo ina uwezo wa ukiwa kama mtalii ukipanda kwenye ile boti utaanza kufurahia viumbe mbalimbali ndani ya bahari ambazo unaweza kuona kwa ukaribu ukiwa umekaa kwenye ile boti. Kwa maana ina kama binocular, inaweza kafuta zile viumbe, matumbawe, viumbe mbalimbali, samaki, utaona kwa ukaribu ukipanda ndani ya boti ya TAWA Sea Cruise. Kwa hiyo katika eneo hilo tuna utalii mbalimbali, utalii wa mimea kwa maana mimea inayoota pale, kwa maana kuna mikoko, miti mbalimbali ambazo zinapatikana pale. Lakini pia kuna jengo kubwa la utalii tunaita TAWA Tourism Lounge ambayo limejengwa pale kwa ajili ya mikutano, lakini pia kwa ajili ya activity mbalimbali kama sherehe mbalimbali, ukiwa na graduation, birthday parties au mikutano inaweza kufanya katika eneo letu pale. Lakini pia ndani ya jengo hilo tuna sehemu watu tunasema ni booth au maeneo maalum yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji, shughuli mbalimbali za watu wadogo kama kuwa na Kilwa shops, unaweza kaweka katika jengo hili. Kwa hiyo kwa Kilwa tunaweza tukasema sasa TAWA imejipambanua kuwekeza katika eneo hilo. Kwa mfano tumetengeneza njia za watembea kwa miguu kutoka kwenye gati pale mpaka kupanda na kuzunguka katika vivutio ambazo zinapatikana ndani ya eneo la Kilwa. Katika pia eneo la Kilwa Kisiwani na Songo Mnara, uhusiano wetu kama TAWA na jamii ni uhusiano ambao ni mzuri sana. Kwa mfano wale waongoza watalii wanaopatikana pale kwa ajili ya kuelezea hizo historia wanatokea kijijini hapo Kilwa Masoko na Kilwa Kisiwani. Hiyo ni eneo moja hapo ambalo jamii inanufaika na TAWA kusimamia magofu ya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara. Lakini kitu kingine ambacho jamii inanufaika pale, wanapata kiasi kidogo ambacho wanachaji kwa kila mgeni, ambayo jamii inanufaika pale kupitia watalii wanaotembelea katika eneo hilo. Lakini pia jamii inanufaika na miradi mbalimbali ambazo tunakuwa tunawezesha kama TAWA. Kwa mfano miradi ya maji yanayo pale, lakini pia wageni wanaotembelea pale wanasaidia kwenye kuinua uchumi wa jamii pale, kununua bidhaa za kitamaduni, ile ngoma inayochezwa pale tunalipia. Kwa hiyo jamii inanufaika. Kwa hiyo uhusiano wetu na jamii iliyoko pale ni uhusiano ambao tutaimarisha. Na pia eneo la Kilwa lilikuwa chini ya mambo kale, ni ndani ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Lakini baada ya serikali kuona kwamba kuna namna TAWA inaweza kawezesha eneo hilo au kuinua zaidi eneo hilo kwa kutangaza, ndipo tukakabidhiwa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori. Kile ambacho tumekikuta ikiwa chini ya mambo kale tumekiendeleza na kuongezea zaidi thamani. Kwa mfano uhusiano na jamii imekuwa ni mkubwa sana, mkubwa kabisa. Kwa mfano wale magaidi wote, wale waongoza watalii wote wametoka katika kijiji vya hapo jirani, wana umoja wao, na tumekuwa tukijengea uwezo hata kuwapa training mbalimbali au mafunzo mafupi kwa ajili ya kuwezesha kuendelea kutoa historia vizuri inayohusiana na mambo ya eneo la Kilwa. Katika kuendeleza eneo hilo au kuendeleza hifadhi ya magofu Kilwa Kisiwani na Songo Mnara, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania imekuwa ikichukua jitihada mbalimbali. Kwa mfano kufanya rehabilitation au kutengeneza yale magofu kwa uhalisia wake ili yaendelee kuwepo. Lakini ulinzi, tumepeleka pale watu wapo kwa ajili ya ulinzi, ya kulinda yale magofu. Lakini tuna mikakati pia kwa ajili ya kujenga ya kupanda mikoko kuzunguka eneo letu la wale ngome ya Mreno. Tumeshaanza mradi huo kwa ajili ya kupanda mikoko kwa ajili ya kuimarisha ili yasichukuliwe na maji. Lakini jitihada zingine
ni hii sasa kwa ajili ya kutangaza ili watalii waje ili tuweze kupata fedha kwa ajili ya kuhifadhi eneo hilo na kuimarisha ulinzi wa eneo hilo, lakini pia hiyo ku rehabilitate au tunasema kujenga kwa muonekano ule wa asilia. Kwa mfano sasa hivi tuna mradi kwa ajili, tunaendelea kutafuta mradi kwa ajili ya kurekebisha ile jengo la msikiti mkuu ili hata ikiwezekana wananchi na wadau mbalimbali waweze kutumia. Lakini sasa kuna zao lingine la utalii ambalo tunaenda kuanzisha kwa ajili ya kuendeleza lile eneo na kuhifadhi. Kuna zao la utalii unaitwa halal tourism au utalii wa Kiislamu. Tayari tumeanzisha mchakato kwa ajili ya kuboresha baadhi ya majengo ya wananchi pale, lakini hata yale magofu yaliyoko pale ili kuweza kuvutia ule utalii wa Kiislamu au utamaduni wa Kiislamu ambao unakuwa kwa kasi sana duniani. Tayari mchakato upo na TAWA inaendelea kufanya utaratibu kwa ajili ya kutengeneza hiyo zao jipya ili uweze kuwavutia watalii waweze kutembelea katika eneo letu ili tuendelee kuhifadhi ile eneo. Lakini pia kwenye kuendeleza ile eneo unaweza ukajua kwamba kuanzia miaka miwili, mwaka huu na mwaka jana, tumekuwa tukipokea meli kubwa za kitalii ambazo zimekuwa zikileta watalii wale tunaita sea cruisers ambao wanakuja na meli kubwa kama hoteli. Wale watalii wamekuwa kuwezesha kila mtalii anashuka pale, anasaidia pale kuhifadhi kwa sababu analipa kile kiingilio, lakini pia anawapa jamii chochote pale, wananunua bidhaa za kitamaduni. Kwa hiyo wale watalii tumepokea, kwa mfano mwaka huu tumepokea meli 9 ambao wamepokea watalii zaidi ya 900 na kitu, ambayo ile ni mafanikio makubwa ya utangazaji eneo la kihistoria la Kilwa. Hayo matangazo yote ni hiyo yote ni jitihada kwa ajili ya kuendelea kuhifadhi eneo hilo na kuonyesha umuhimu wake duniani. Kwa hiyo kwa sasa tunakaribia na Watanzania sasa, kwa sababu tumeonekana kwamba tumekuwa tukiwapokea watalii wa nje ni wengi kuliko wa ndani. Kwa hiyo sasa tunawaambia Watanzania kwamba na nyinyi nendeni pale Kilwa mkajionee historia iliyoko pale. Kilwa ilikuwa ni mji mkubwa. Yaani tunaweza kusema unaposikia leo tuseme Toronto, unaposikia miji ya Dar es Salaam au New York, ilikuwa ni mji wa kipekee ambao kila mtu maarufu alikuwa akitamani kufika eneo la Kilwa. Tunaweza kusema ni jiji. Ilikuwa na sarafu yake ya kipekee. Yaani ilikuwa na fedha yake ambayo inabadilishwa pale fedha. Kwa hiyo baada ya kupata historia ya utumwa, lakini unaweza kupata historia ya mji wenyewe ina historia gani. Kwa hiyo ukifika pale utapata historia kubwa sana na unaweza kujifunza hata tamaduni za Kiafrika na Kiislamu ambazo zinapatikana pale. Lakini pia kwa Kilwa unaweza ukaona kwamba ni eneo la kihistoria ambayo ina magofu ya kale. Ukifananisha na magofu ya Bagamoyo yanayopatikana tunasema mji mkongwe pale Zanzibar, yale majengo yote yamefanana na hayo, lakini kwa Kilwa ni tofauti kidogo sababu watumwa wote waliokuwa wanachukuliwa kutoka bara na kupelekwa kwa ajili ile ilikuwa kama njia panda ya kupelekwa Ureno au kupelekwa Arabuni, walikuwa ndio njia ya kupitia pale. Pale ndio ilikuwa final, ilikuwa ndio kituo cha mwisho kwa ajili ya kutokea sasa pale na kuondoka. Kwa hiyo unaweza ukienda Zanzibar, majengo yale ambayo unaona Zanzibar unapoona Bagamoyo ni majengo yale, lakini historia inakuwa ni tofauti. Flavor ambayo utaipata Bagamoyo huwezi kuipata ukifika eneo la Kilwa.